Na mnatumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari, matangazo haya ya jioni kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Rais Joseph Aoun wa Lebanon amekutana na Rais Donald Trump wa Marekani mjini Washington wakati wa ziara yake ya kutafuta uungwaji mkono katika kuishinikiza Israeli kuondoa vikosi vyake ndani ya Lebanon. Aoun, ambaye ni kiongozi wa kwanza wa Lebanon kualikwa kufanya ziara nchini Marekani tangu mwaka 2009, ametumia mkutano huo na Trump kusisitiza haja ya Israeli kuondoa jeshi lake kwenye ardhi ya taifa lake, akisema uhuru wa Lebanon ni lazima uheshimiwe. Trump kwa upande wake ameahidi kuisaidia Lebanon, akisema taifa hilo limetendewa vibaya kwa miongo kadhaa kutokana na kushambuliwa kila wakati. Rais Aoun anashinikiza kupata uungwaji mkono katika utekelezwaji wa makubaliano kati ya Lebanon, Israel na Marekani yaliyofikiwa wiki za hivi karibuni, yanayotaka Israeli kuondoa wanajeshi wake huku Lebanon ikiwa na jukumu la kulipokonya silaha kundi la Hezbollah. Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam ametembelea kijiji kimoja kilichoharibiwa vibaya kusini mwa taifa hilo, huku makubaliano kati ya Lebanon na Israeli yaliyoandaliwa kwa usuluhishaji wa Washington yakionekana kuanza kutekelezwa. Lebanon na Israeli zilitia saini makubaliano hayo mwishoni mwa mwezi Juni. Vita vya hivi karibuni kati ya Israeli na kundi la wapiganaji wa Hezbollah ilianza tarehe 2 Machi, huku Israeli ikishambulia Lebanon na kusababisha watu milioni 1.2 kuyahama makazi yao na kuua zaidi ya watu 4,000. Kwamba lengo letu ni kuondoka kabisa kwa Israeli kutoka katika ngome zetu. Tunachokiona leo ni mwanzo tu, lakini tunabaki imara na thabiti, na tutaendelea kuhamasisha juhudi zote za kisiasa na kidiplomasia ili tuhakikishe kuondoka kikamilifu kwao kutoka katika maeneo yote ya Lebanon. Tunataka kuendelea na hatua za kufungua barabara, kuondoa vifusi na kuhakikisha upatikanaji wa huduma muhimu ili wananchi wetu waweze kurejea majumbani na vijijini mwao kwa usalama na heshima. Pia tumeanza maandalizi ya kurejesha huduma zote za msingi kama vile maji, umeme na laini za simu, pamoja na kuhakikisha kuwepo kwa nyumba tayari kwa matumizi ili kusaidia kipindi hiki cha mpito. Tumesisitiza. Ni Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam anapotuelekeza katika maelekezo hayo. Nazidi kusonga mbele kwenye taarifa hii ya habari, ambapo Dubai imetangaza mpango wa kutoa ofa ya punguzo maalum lenye thamani ya zaidi ya dola 800 kwa wakazi watakaowaalika marafiki na ndugu zao kutembelea mji huo kati ya Julai 20 na Oktoba 31. Kwa mjibu wa ofisi ya habari ya Dubai, mpango huo unaolenga kufufua sekta ya utalii iliyodorora kutokana na athari za vita vya hivi karibuni katika eneo hilo. Walionufaika watapata ofa mbalimbali ikiwemo malazi ya hoteli, huduma za migahawa na tiketi za vivutio vya utalii. Dubai hupokea takribani watalii milioni 19.5 kila mwaka, lakini msimu wa kiangazi huwa kipindi cha watalii wachache. Serikali ya Dubai pia imeidhinisha vifurushi vya msaada wa kiuchumi kwa biashara za waathiriwa na vita na upungufu na hasa usumbufu wa biashara katika mlango wa Hormuz. Falme za Kiarabu ziliathirika pakubwa wakati wa vita vya siku 40 kati ya Marekani, Israel na Iran. Katika kipindi hicho, makombora mengi ya Iran yalilenga maeneo ya Falme za Kiarabu, yakiwemo hoteli katika eneo la Palma Jumeirah na jengo maarufu la Burj Al Arab, kwa mjibu wa Reuters, shirika la habari. Mashambulio hayo yaliyowafanya watalii wengi kuondoka nchini humo wakati wa msimu wa kilele cha utalii wa majira ya baridi.
Tangu kusitishwa kwa mapigano kwa makubaliano dhaifu yaliyofikiwa Aprili 8, idadi ndogo ya watalii imeanza kurejea Dubai. Mwezi Mei, serikali ya Dubai iliidhinisha kifurushi cha msaada wa kiuchumi cha dola milioni 400 kusaidia biashara zilizoathirika na vita na vikwazo vya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz. Aidha, mwishoni mwa Machi, mamlaka ya Dubai zilitangaza kifurushi cha kwanza cha msaada chenye thamani ya dola milioni 270 kwa ajili ya kusaidia biashara na familia zilizoathirika. Baadhi ya mawakili nchini Kenya wanagoma kulalamikia maagizo ya mahakama kuzuia tume ya kuajiri majaji JSC kuchunguza madai yakiwemo rushwa dhidi ya baadhi ya majaji. Hapo kwenye mahakama ya Milimani hapa Nairobi huwa kuna idadi kubwa ya mawakili ambao huwa wamekuja kuwasikiliza wateja wao, kuwatetea, lakini pia kuja kufanya shughuli mbalimbali. Lakini leo mambo hayo yote yamekwama kwa sababu mawakili wanagoma nchi nzima. Lengo lao ni kwamba wanalalamikia majaji kwa kutoitikia wito wa tume ya kuajiri kuhusu masuala mbalimbali, hasa ya ufisadi na masuala ya utendaji katika idara ya mahakama. Mawakili wanasema kwamba wataendelea na hali hii hadi pale kilio chao kitakaposikika, lakini leo wametuma ujumbe kwamba hawafurahii kinachoendelea na wanataka kwamba baadhi ya majaji ambao wanatuhumiwa kwa masuala ya ufisadi waajibishwe. Asante sana Abuso. Pakistan imelaani vitisho vya kundi la Wahudhi dhidi ya Saudi Arabia na usafirishaji wa meli katika bahari ya Shamu, ikiwemo kwamba ikihofia juhudi za kuisukuma Saudia kuingia kwenye mzozo wa Mashariki ya Kati. Katika taarifa, Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan imesisitiza kuwa itaendelea kuunga mkono usalama, uhuru wa mipaka na ustawi wa Saudi Arabia. Msimamo huu unawadia baada ya Pakistan na Saudia kusaini mkataba wa ulinzi wa pamoja mwaka 2025 unaotambua kuwa shambulio dhidi ya upande mmoja ni shambulio dhidi ya wote. Pakistan pia imepeleka maelfu ya wanajeshi na ndege za kivita nchini Saudi Arabia. Maafisa wa Pakistan wamewahi kueleza kuwa shambulio lolote dhidi ya Saudi Arabia ni mstari mwekundu kwa Islamabad, huku wakionya kuwa kuongezeka kwa mashambulio ya Wahudhi kunaweza kuilazimisha Pakistan kujiingiza kijeshi kwenye mzozo huo. Wasiwasi huo umeongezeka kufuatia mashambulio ya makombora yaliyofanywa na Wahudhi wanaungwa mkono na Iran dhidi ya Saudi Arabia, pamoja na vitisho vyao vya kuvuruga usafirishaji wa meli katika bahari ya Shamu. Aidha, Pakistan imezitaka pande zote kuheshimu makubaliano ya maelewano yaliyolenga kupunguza mvutano kati ya Iran na Marekani na kurejesha usalama wa njia za biashara za baharini. Wapinzani nchini Kenya wakiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ameendelea kuungana katika kile wanasema lengo lao ni kuangusha utawala wa Rais William Samoei Ruto wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Sifuna, ambaye umaarufu wake wa kisiasa umeendelea kupanda, alikuwa mshirika wa karibu aliyekuwa kiongozi wa upinzani marehemu Raila Odinga na katibu mkuu wa chama cha ODM. Jeshi la Lebanon limeanza kuchukua udhibiti wa eneo la Zotar al-Gabiye kusini mwa taifa hilo baada ya vikosi vya Israeli kujiondoa, hatua inayotekelezwa chini ya mpango ulioratibiwa na Marekani. Wakazi waliokimbia makazi yao walikusanyika pembezoni mwa mji huo siku ya Jumanne wakisubiri ruhusa kutoka kwa jeshi la Lebanon kurejea nyumbani.
Lebanon limeanza kuchukua udhibiti wa mji wa Za'atar al-Gharbi kusini mwa nchi hiyo baada ya vikosi vya Israel kujiondoa, hatua inayotekelezwa chini ya mpango ulioratibiwa na Marekani. Watu waliokimbia makazi yao walikusanyika pembezoni mwa mji huo siku ya Jumanne wakisubiri ruhusa kutoka kwa jeshi la Lebanon kurejea nyumbani. Mpango huo unatarajiwa kuona jeshi la Lebanon likikusanya silaha kutoka kwa kundi la Hezbollah katika baadhi ya maeneo ya kusini mwa nchi, huku vikosi vya Israel vikiondoka hatua kwa hatua. Makabidhiano ya eneo hilo ni jaribio la kwanza la mpango ambao Lebanon ina matumaini utasaidia kurejesha udhibiti wa sehemu ya kusini mwa nchi ambayo bado imeathiriwa na uwepo wa vikosi vya Israel. Vijiji vingi katika eneo hilo vimeharibiwa, huku hospitali, vituo vya umeme na miundombinu ya maji ikiteketezwa. Maelfu ya wakazi hawajarejea makwao. Jeshi la... Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu basi ni wakati mwafaka wa kusonga mbele kwenye taarifa yetu ya habari. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amepongeza uamuzi wa bunge la nchi hiyo kupitisha sheria iliyowazuia watoto wenye umri wa miaka 15 kutumia mitandao ya kijamii. Macron amesema hatua hiyo inalenga kuwalinda watoto dhidi ya athari zinazohusishwa na matumizi ya mitandao ya kijamii, ikiwemo matatizo ya afya ya akili na matatizo ya kula vizuri. Kwa mjibu wa sheria hiyo, kuanzia Septemba, mtu yeyote atakayefungua akaunti mpya kwenye mitandao ya kijamii atalazimika kudhibitisha umri wake, huku watoto walio chini ya miaka 15 wakikatazwa kufungua akaunti. Sheria hiyo pia inazitaka kampuni za mitandao ya kijamii kuweka mifumo ya kudhibiti umri wa watumiaji, huku shule za sekondari zikitakiwa kupiga marufuku matumizi ya simu za mkononi shuleni. Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti kuwa utawala wa Rais Donald Trump umefikia makubaliano na Saudi Arabia kuhusu ushirikiano wa nishati ya nyuklia, huku maelezo kamili ikitarajiwa kutangazwa hivi karibuni. Kwa mujibu wa ripoti, makubaliano hayo yanaweza kuiruhusu Saudi Arabia kurutubisha madini ya urani kwa ajili ya kuzalisha nishati katika mitambo ya nyuklia. Hata hivyo, suala la kurutubisha urani limekuwa likizua mjadala kwa miaka kadhaa kutokana na hofu kwamba teknolojia hiyo inaweza pia kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Baadhi ya wabunge wa Marekani wameelezea wasiwasi wao wakisema hatua hiyo inaweza kuipa Saudi Arabia uwezo wa kuendeleza mpango wa silaha za nyuklia, ingawa Riyadh imekuwa ikisisitiza kuwa inalenga matumizi ya amani ya nishati ya nyuklia. Iwapo makubaliano haya yatatekelezwa, yanaweza kufungua ukurasa mpya katika uhusiano wa Marekani na Saudi Arabia ambao umeonekana kuyumba katika kipindi cha hivi karibuni, hasa baada ya mkutano wa kikanda uliotokana na vita vya Iran. Aidha, yanaweza kufungua fursa mpya za kibiashara kwa kampuni za Marekani katika sekta ya nishati ya nyuklia. Niger, Mali na Burkina Faso zimewasilisha ombi la pamoja la kuandaa michuano ya mataifa ya Afrika AFCON 2032. Pendekezo hilo liliwasilishwa kwa rais wa shirikisho la soka Afrika CAF, Patrice Motsepe, wakati wa mkutano uliofanyika mjini New York, Marekani. Mkutano huo umewakutanisha viongozi wa vyama vya soka vya mataifa hayo matatu pamoja na Kanali Jibrila Hima Hamido wa Niger, ambaye pia ni mjumbe wa baraza la FIFA. Shirikisho la soka la Mali, FEMAFOOT, limesema kuwa kuandaa mashindano hayo kutasaidia kuimarisha umoja kati ya mataifa ya ukanda wa Sahel na kuchochea maendeleo ya soka barani Afrika. Kwa mujibu wa shirikisho hilo, Niger, Mali na Burkina Faso zitashirikiana kuandaa mpango wa pamoja wa maandalizi utakaolenga kuboresha miundombinu ya soka na kuhakikisha mashindano yanafanyika kwa mafanikio. CAF bado haijatangaza nchi itakayopewa haki ya kuandaa AFCON mwaka 2032. Niger, Mali na Burkina Faso
ni wanachama wa muungano wa nchi za Sahel AES iliyoundwa baada ya mataifa hayo kujiondoa katika jumuiya ya kiuchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyotokea katika nchi hiyo. Muungano huo unalenga kuimarisha ushirikiano katika masuala ya usalama, biashara na uchumi. Jeshi la Marekani limesema limekamilisha usiku wa 11 mfululizo wa mashambulio dhidi ya Iran, huku vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati vikizidi kudhoofisha juhudi za kidiplomasia za kusitisha mapigano. Mashambulio hayo yanayofanyika baada ya Rais Donald Trump kuashiria kuwa operesheni za kijeshi dhidi ya Iran zitaongezwa katika siku zinazokuja. Marekani limesema limekamilisha usiku wa 11 wa mfululizo wa mashambulizi dhidi ya Iran, huku vita vikiendelea Mashariki ya Kati vikizidi kudhoofisha juhudi za kidiplomasia za kusitisha mapigano. Kamandi kuu ya Marekani imesema mashambulizi hayo yanalenga anga za ndege na maeneo ya kuhifadhi ndege zisizokuwa na rubani. Mashambulizi hayo yamefanyika baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuashiria kuwa operesheni za kijeshi dhidi ya Iran zitaongezwa katika siku zijazo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya ndani wa Iran Eskada Momeni ametembelea Pakistan katika juhudi za kufufua mazungumzo ya kidiplomasia. Shirika kuu la afya ya umma barani Afrika limesema Jumanne kuwa aliungi mkono marufuku ya safari kama hatua ya kukabiliana na mlipuko unaoongezeka wa Ebola barani humo. Shirika hilo limeitaka Marekani kuondoa vizuizi vya safari vilivyowekwa kwa Uganda. Wito huo umetolewa siku chache baada ya Washington kuongeza masharti ya usafiri yanayohusiana na mlipuko wa sasa wa Ebola ambao ulianza Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa wasafiri kutoka DRC, Uganda na Sudan Kusini. Kizungumza katika mkutano wa afya wa Umoja wa Afrika mjini Accra, Ghana, mkurugenzi mkuu wa vituo vya Afrika vya kudhibiti na kuzuia magonjwa CDC, Jean Kaseya, amesema shirika hilo alishauri kuwekwa kwa marufuku ya safari. Wataalamu wa afya ya umma wamekuwa wakisema katika milipuko ya Ebola iliyopita kwamba marufuku ya safari huathiri usafirishaji wa vifaa vya matibabu na wafanyakazi wa afya, kuvuruga biashara, na badala yake linaweza kuzuia juhudi za ufuatiliaji wa magonjwa na kutengwa kwa wagonjwa. Kaseya amesema amemwandikia waziri wa afya wa Marekani Robert F. Kennedy akiomba kuondolewa kwa vizuizi vya safari dhidi ya Uganda pekee. Na katika taarifa nyingine kutokea katika eneo la DRC Congo ni kwamba rais wa taifa hilo ambaye ni rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amekubali kuanzisha makubaliano ya mazungumzo ya kitaifa kujadili mivutano ya kisiasa, ikiwemo suala la kubadilisha katiba na changamoto za kiusalama nchini humo. Tayari baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki SENSCO na muungano wa makanisa ya Kiprotestanti wameanza mashauriano na wadau mbalimbali kuhusu mchakato wa mazungumzo ya kitaifa. Welcome to the political and the Protestant much. Na hatimaye kabla ya kupokea kipenga cha michezo ni kwamba rais wa Iran Masoud Pezeshkian Jumanne Julai
alisifia ushirikiano aliosema unaendelea kuimarika kati yake na kiongozi wa kiroho wa taifa hilo Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei hajaonekana hadharani tangu mashambulio yaliyosababisha kifo cha baba yake Ali Khamenei mwanzoni mwa vita vya Iran. Wakuu wa karibu wa Mojtaba walifahamisha shirika la habari la Russia kwamba Aprili kwamba alipata majeraha ya usoni na kwenye miguu katika shambulio hilo. Endelea kuimarika siku baada ya siku, na tutaendelea kuimarika na kuwa thabiti zaidi ili tuweze kutatua changamoto zetu kwa mujibu wa mwongozo wake. Wakati kiongozi wetu Ali alipokuwa hai, mimi sikuwa na changamoto nyingi katika kazi yangu kama rais. Nilipokabiliwa na changamoto na matatizo, alisimama nyuma yangu kama mlima, akiondoa vizingiti moja kwa moja. Kama unavyojua, kila mafanikio ambayo tumepata katika miaka miwili iliyopita yalitokana na uungwaji mkono na uongozi kutoka kwa kiongozi wetu aliyeuawa. Mataifa wanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC wanatarajia kupiga kura siku ya Ijumaa kuamua ikiwa wanaweza kumfukuza kazi mwendesha mashtaka mkuu Karim Khan anayekabiliwa na mashtaka ya kingono. Kura ya kumwondoa Khan itapigwa wiki moja tu baada ya Marekani kuanzisha upya kampeni ya kidiplomasia yenye lengo la kuivunja ICC, ikisema ni kitisho kwa mamlaka ya uhuru wake. Mkurugenzi mtendaji wa chama cha kimataifa cha wanasheria Mark Ellis amesema ICC tayari iko pabaya, na kuongeza kuwa ingawa suala la Khan ni tofauti, lakini lina umuhimu mkubwa hasa katika mtazamo jumla wa uaminifu kuelekea mahakama hiyo. Hata hivyo, Khan anakana kufanya kosa lolote. Waziri wa elimu India Dharmendra Pradhan amesema serikali imejizatiti kushughulikia malalamiko ya vijana wanaoandamana pamoja na kufanyia mageuzi mfumo wa mtihani, huku mito ya kumtaka jiuzulu ikizidi. Waandamanaji wanamtaka Pradhan kujiuzulu kutokana na ghadhabu iliyosababishwa na matukio kadhaa ya kuvuja kwa maswali ya mtihani ya kujiunga na taasisi mbalimbali, ikiwemo mtihani mkubwa wa kujiunga na shule za tiba kwa kifupi NET. Kuvuja kwa NET mwezi Mei kuliwafanya zaidi ya wanafunzi milioni 2 kurudia mtihani huo wenye ushindani mkubwa. Vyama vya upinzani vimefanya maandamano bungeni hii leo vikimtaka waziri huyo ajiuzulu, wakirudia madai ya waandamanaji wa wanafunzi kabla ya kuingia kwenye vyumba vya bunge na kulazimisha vikao kusitishwa. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa inasema bara la Afrika sasa linaongoza kwa idadi ya watu wanaokabiliwa na baa la njaa duniani, ambapo bara la Afrika sasa limepita lile la Asia ambalo limekuwa likiongoza kwa muda mrefu. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa kitengo cha chakula katika shirika la chakula na kilimo duniani FAO, David Laborde, makali ya njaa yalihamia Afrika kutoka Asia licha ya juhudi ambazo zimekuwepo za kupunguza njaa duniani. David anasema juhudi hizo hazijakuwa na usawa. David ameongeza kuwa China imefaulu kudhibiti makali ya njaa nchini humo kwa kipindi cha miaka 25 iliyopita, na kwa sasa India pia inajitahidi kuzuia raia wake kufariki kutokana na njaa. Ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa inakadiria kuwa zaidi ya
ya watu milioni 309 hapa Afrika waliathirika na njaa mwaka uliopita pekee, bara Asia likifuata ambapo watu zaidi ya milioni 92 pia waliathirika. Kwa ujumla kiwango cha njaa kilipungua kwa 8.6 mwaka 2022 ikilinganishwa na 7.8 mwaka 2025. Tuelekee uwanjani ambapo na katika kipenga cha michezo ni kwamba nchini Marekani hakuna mtu aliyeweza kutambulisha soka kwa umma kama David Beckham, na wakati wa kombe la dunia la hivi karibuni ilikuwa vigumu kumpuuza nahodha huyo wa zamani wa Uingereza. Uwanjani mashindano hayo yalikuwa ya nyota kama Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Lamine Yamal na Lionel Messi. Hata hivyo, nje ya uwanja Beckham alikuwa sura kuu ya kombe la dunia, akiongoza kampeni ya matangazo kwa chapa 11 tofauti, kuanzia McDonald's na Major League Soccer hadi Stella Artois, Home Depot na Bank of America. Ikiwa hujamuona katika mojawapo ya matangazo mengi yanayorushwa wakati wa mapumziko ya mechi, huenda umemuona kwenye mashindano ya tenisi ya US Open jijini Los Angeles akiwa na rafiki yake Tom Cruise. Masaa machache tu kabla ya mchezo huo, Beckham alikuwa mchezaji wa kwanza wa soka wa kulipwa kupata nyota kwenye Hollywood Walk of Fame, tukio ambalo pia lilihudhuriwa na mwigizaji Tom Cruise. Hivi karibuni alionekana akiimba wimbo wa The Wall, Hail Jude, huku akishangilia mabao mawili yaliyofungwa na Jude Bellingham dhidi ya Norway, ambayo yaliipelekea timu ya Uingereza katika hatua ya nusu fainali. Mpenzi msikilizaji, tunakuomba simama kituo hiki ufikia malengo yetu ya uratibu, ambapo unaweza enda pale kwenye YouTube ama channel yetu, utapata pale link ya PayPal, iandame na utapata nafasi ya kuweza kutoa usaidizi wako iwapo una uwezo. Na vile vile katika Facebook yetu iandame vile vile, kuna link pale ya PayPal. Ukifuata vizuri, basi unakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kutoa mchango wako kwa ajili ya kufanikisha na kutanua wigo la kituo hiki. Katika kiziba mkonga cha sasa, ukijua vizuri utafanya vizuri. Ukijua vizuri utafanya vizuri. Shida ipo haujui na unataka kufanya vizuri. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.